binti malkia. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoitwa malkia ni ufunuo uliotoka ndani ya kinywa cha mtumishi wa Mungu Apostle Lilian. Amekuwa mara nyingi akituita majina mazuri. Tumewahi kuitwa binti wa upekee, tumewahi kuitwa binti kielelezo, tumewahi kuitwa binti makini, tumewahi kuitwa binti raha, tumewahi kuitwa majina mengi mazuri, na sasa tunaitwa binti malkia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilivyosikia hii theme ndani yangu ikaja kwamba kila jina unaloitwa lina wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Kila jina unaloitwa lina wajibu. Kila nafasi unayowekwa ina wajibu. Nafasi ya kipindi hiki ni malkia. Kwa nini umeitwa malkia? Maana yake kuna wajibu mbele yako wewe kama malkia. Hauwezi kupewa cheo kama hakina wajibu ndani yake. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya. Malkia ni nani? Ni mtawala wa kike juu ya nchi katika utaratibu wa kifalme. Ni mtawala wa kike juu ya nchi kwenye taratibu za kifalme. Hiki cheo kule ulimwenguni kinarithishwa. Ni kwa sababu tu umezaliwa labda kwenye familia ya kifalme, unaweza ukapewa hiyo nafasi ya kumiliki na kumilikiwa kuwa malkia. Lakini nafasi hii katika ufalme inatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe mabinti. Haleluya. Nafasi hii inatokana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Haleluya. Unapoitwa malkia sio kwa sababu umeolewa na mfalme. Unanisikia mtu wa Mungu? Huitwi malkia eti kwa sababu umeolewa na mfalme. Nafasi yako ya umalkia iko pale kwa sababu Roho Mtakatifu ametaka uwe malkia. Na wakati naendelea kujifunza habari ya umalkia nikasema, wewe unapokuwa malkia automatically mwanaume atakaye kuoa atakuwa mfalme kwa sababu tu amekutana na malkia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo automatically wewe ukiamua kuishi kwenye nafasi ya umalkia, mwanaume wako kwa yule aliye tayari kuwa bibi harusi ataishi maisha ya kifalme kwa sababu tayari amekutana na mwanamke malkia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo don't struggle. Yani usihangaike nitaolewa na nani. Usihangaike mwanaume wangu atakuwaje. Usihangaike maisha yangu yatakuwaje. Maisha yako yatakuwa kwa sababu tayari wewe ni malkia na the king is at the door. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoishi maisha ya umalkia ni guaranteed kabisa kwamba wewe ni mwanamke katika ufalme. Unanielewa msichana wa Mungu? Haleluya. Na unakuwa malkia kwa sababu wewe ni mzao wa kifalme. Kuna mahali Biblia inasema sisi hapa ni watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu. Mungu ndiye mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa unamilikiwa na Mungu tayari unayo nafasi ya kuitwa malkia. Na nimekwambia kila nafasi unayopewa katika Mungu ina wajibu. Ina wajibu. Haleluya. Haupewi nafasi hivi hivi, ina wajibu. Na malkia, kuna tofauti kati ya malkia na princess. Mnajua Kuna princess, sasa Kiswahili cha princess na kosa. Lakini kuna princess na kuna queen. These are two different people. Mnanielewa wasichana wa Mungu? Wewe hapa hujaitwa princess, umeitwa malkia. Malkia ndiye anayezaa princess. Haleluya. Kwa hiyo usikae mahali pa princess wakati wewe ni malkia. Princess yeye anadeka tu. Anadeka, anajua I'm a daughter of a king and my mom is a queen. Haleluya. Kwa hiyo unapokaa mahali pa umalkia maana yake unatakiwa pia kuangalia princess na prince. Na unatakiwa kuwa mpana kwa sababu unatakiwa uyaweze mahusiano, unatakiwa ujiweze wewe mwenyewe, unatakiwa uiweze kazi, uiweze biashara, unatakiwa tu uweze. Kwa sababu malkia anatakiwa kuwa na majibu wakati wote.
Muulize Malkia Elizabeth hapa tu duniani, muulize Esther. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malkia ni mwanamke ambaye anatakiwa kuwa na majibu wakati wote. Kwa hiyo napenda kukuambia kwamba you are not a princess, you are a queen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uweze ukavaa crown alafu hauna majibu. Uweze ukavaa crown. Mimi naonaga hata wale mamis nini, wale mamis Tanzania, Miss Tourism, sio nini, akishachaguliwa akishinda, wajibu unaanza. Wajibu unaanza. Unamwona katembelea watoto si wapi, kaenda kwenye wanyama watalii, anatembea kwenye wizara husika, anafanya, wajibu unaanza. Anatakiwa kwenda kwenye mashindano ya Miss World, wajibu unaanza. Hapa ni duniani, yani ni ulimwenguni. Ni hao miss wanaovaa crown wa ulimwenguni. Lakini wewe ulipotajwa kuwa malkia, ukavalishwa crown, una wajibu katika ufalme ili watu waishi. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa mwenyewe uishi na wengine waishi. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Karibu Pastor Lynn. Sikiliza kwa makini, kama una Bible, kama una Bible fuatilia. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama nanyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana. Haleluya. Haleluya. Mimi hapa nikasoma kwamba hiyo ni version ya Kiswahili, lakini kuna version ya Bible ya Kiingereza inasema hivi: Dear friends, there are few more things that we need to say. We have already taught you how to live in a way that pleases God. And we know that you are living in that way. Yani tunajua kwamba mnaishi hivyo. Now, we ask you to continue to live like that even more. On behalf of the Lord Jesus, we seriously ask you to do this. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ni kwamba ni maneno ya Paulo kwa Wathesalonike. Lakini alikuwa anawasihi kwamba tumekuja hapa kuwaambia mnatakiwa muenende hivyo hivyo, katika mwenendo huo huo. Mimi nikatafakari katika wepesi tu wa kukuelewa. Sisi hapa kama wanenaji, huu mstari unatufaa sana. Listen girls, listen ladies. Mama this time ametuleta tu dada zenu na mama zenu. Haleluya. Nikawaza kuna watu hapa mimi wananijua zaidi ya miaka 10 wamekaa hapo. Kuna watu wanamjua Pastor Sara tangu amekuja hapa. Kuna watu wanamjua Pastor Kate tangu amefika hapa. Kuna watu wanamjua Pastor Mage. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watu ambao mmekaa na kujifunza kwetu. Inawezekana sio kimoja, hata viwili. Nisikilize vizuri. Tusiongelee tu Wathesalonike, jamani, tunaishi. Tunaishi. Kuna kitu ukimwangalia Pastor Edna hivi, una kitu cha kuchukua, una kitu cha kufanya uishi. Ukimwangalia Pastor Margaret, kuna maisha unatakiwa uishi. Na ndio maana Biblia inasema hivi, tunataka mfanye zaidi. Sisi tukiwa kama picha mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaiangalia ndoa ya Pastor Catherine, unasema natamani kwa, that's what it means. Soma tena lile mstari. Soma tena kwa Kiswahili. Maana nimesoma Kiingereza hapa. Soma. Yaani kuwa sisi wanenaji ni mafunuo ya Roho Mtakatifu. Na huu mstari ni mafunuo ya Roho Mtakatifu. Angekuja mgeni hapa, yamkini usingeelewa. Lakini kwa sababu umewahi kuniona nikipita katikati ya moto na nikavuka. Umewahi kumuona Sara akipita na akavuka. Umewahi kumuona Mage akipita na akavuka. Yeah. Lazima na wewe upite na uvuke kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Soma tena Pastor Lili. Iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba, sikiliza vizuri, mwenende katika Bwana Yesu. Yes. Kama mlivyopokea kwetu, jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama nanyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana. Haleluya. Biblia inasema
kama mlivyopokea kwetu. Hata sisi ni wanadamu, inawezekana tuna mapungufu, lakini tuna mema pia. Ndio maana kuna dada amewekwa mbele yako ili wewe uishi. Haleluya. Kwenye hii version yangu inasema, we have already taught you how to live in a way that pleases God. Kwa ina maana, nimekuambia hapo mwanzo kwamba ina maana Mungu alivyotuleta sisi, dada zenu, mama zenu, kunena na nyie, Roho Mtakatifu akukosea kuleta ile andiko. Alisema kama mlivyopokea kutoka kwetu, tunawasi muenende hivyo hivyo na kuzidi. Kwa nimekwambia, inawezekana unatamani ndoa ya Pastor Sara ilivyo nzuri, unatamani ndoa ya Pastor Catherine ilivyo nzuri, lakini ni watu ambao Mungu amewaweka. Hawa ni Watesalonike. Lakini kuna watu wako ndani ya Living Water. Wanaishi ili wewe uishi. Umesikia msichana wa Mungu? Haleluya. Naeleweka watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna namna ambayo unapomwangalia mtu, unapomwangalia let's say Pastor Kate au Sara au Pastor Mage, kuna maisha unajifunza kuuendea umalkia. Mimi nikiwa binti kulikuwa hakujawahi kuwa na hii theme ya malkia, hakujawahi kuwa. Lakini ni majira yako wewe ili kufikia kilele cha crown ya malkia. Kuna mahali lazima ujifunze, kuna mahali lazima uone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huo ulikuwa ndo mstari wa kongamano wa Wathesalonike wa kwanza 4:1. Mstari mwingine ulikuwa ni Mithali 8:19. Mimi ndo nafungua. Na wakumbusha wanenaji hii mistari ipo. Mithali 8:19. Let's go. Twende pastor. Matunda yangu hupita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Haleluya. Huo mstari unaweza usiuelewe. Ili uelewe lazima uanze Mithali 8:1. Mithali 8:1. And it's an assignment. Kasome Mithali 8:1 mpaka chini. Hapo anaongelea hekima. Bwana Yesu asifiwe. Anaongelea hekima. Hiyo ni hekima. Inasema matunda yangu yapita dhahabu safi, yapita silver. Yaani wewe kuwa na hekima, tunatarajia uwe na thamani zaidi ya dhahabu. Haleluya. Tunatarajia uwe na thamani zaidi ya silver. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ina maana unapokuwa na hii hekima, tayari tunakuhesabu wewe ni malkia. Malkia unapokosa hekima, taji lako linapwaya. Ukisoma hapo utaona hekima inavyosema, hekima inavyoongea, hekima inasema utajiri na heshima viko kwangu, inaongea hapo. Lakini hekima, na mama aliwahi kufundisha zamani kidogo, akasema hekima ni neno la Mungu. Ukisoma hiyo sifa ya hekima hapo, ni neno la Mungu, yani word of God. Kwa ina maana uthamani wa malkia unaongezeka pale tu anapoamua kuliishi neno la Mungu. Haleluya, msichana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na hekima ndo sifa kuu. Mimi nimeita sifa kuu. Kuwa na neno ni sifa kuu ya malkia. Japo nitakufundisha sifa za malkia, lakini this is the main. Bwana Yesu asifiwe. Unapopokea hii hekima, Biblia imesema ni zaidi ya kuwa na dhahabu na gold. Sikiliza. Kwa Biblia ukisoma kitabu cha Wafalme utaandika tu. Wafalme wa kwanza 10. Kuna story ya malkia anaitwa malkia wapi? Very common malkia. Malkia wa? Jamani, alienda kwa Suleiman, ni malkia wa wapi? Kuna story ya malkia wa Sheba. Huyu alikuwa malkia. Alikuwa na hiyo dhahabu, alikuwa na silver, alikuwa na goldi, alikuwa na manukato, lakini alikuwa hana hekima. Kilichomtoa kwenye nchi yake kumtafuta Suleiman, alikuwa anataka hekima. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anatafuta hekima. Aligundua ninavyo vyote lakini nakosa hekima. Na naweza kuipata wapi hekima? Akagundua
Suleimani anayo. Na Biblia inasema wakati ameenda pale akamuuliza Suleimani maswali yake. Utasoma hiyo Wafalme wa Kwanza 10. Akauliza maswali yake pale. Suleimani alivyomjibu, Biblia inasema akatoa dhahabu, akatoa manukato, akatoa silver, akatoa kila alichokuwa nacho. Maana yake alikuwa tayari amejidhatiti katika mali kumkabidhi Suleiman baada ya kuipata hekima. Haleluya. 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 Watu wa Mungu, tunajifunza hekima kwa watu wakuu. Kusoma habari za Suleiman, alikuwa a very great person, very great person. Alijenga hekalu na Mungu anamtambua kwa hekima yake. Hekima, nisikize vizuri, namalizia, muda wangu ushaisha. Hekima tunajifunza kwa watu wakuu. Mungu amemweka mtu mkuu mbele yako msichana. Amemweka mtu mkuu mbele yako. Kwake unachota hekima. Haleluya. Mtu huyu ni mtumishi wa Mungu. Unaweza kusafiri miles ukafata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapokuja kwenye neno la Mungu, unapoipata hekima ya kupa kuishi, hauwezi kumsahau mtoa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu malkia aliona kwa hekima hii naweza kuachilia kila kitu. Lakini leo hii watu wa Mungu, tunaye mtumishi wa Mungu. Labda niseme wewe unaye baba yako wa kiroho, mama yako wa kiroho, kwa wale ambao hawako hapa. Lakini kwa sisi tunaye mama hapa. Ana hekima zote, ana hekima zote. Kila mtu hapa akipewa maiki kumuelezea Apostle Lilian, tutaondoka kesho. Lakini unapokuja kupokea hekima, unarudisha nini? Unarudisha nini? Siongelei tu mapato au manukato. What is your lifestyle baada ya kupata hekima? Kuna maisha msichana unaishi yanaumiza moyo ulioachilia hekima. Niamini mimi. Mimi ni mama na mtoto kabisa na miliki. Sio wa rohoni, na wa mwilini ninaye. Kuna namna mtoto kitu ulichomwambia usifanye akifanya, kama mzazi haujisikii vizuri. Haujisikii vizuri, mimi nakwambia. Inawezekana ulikuja kuchukua hekima na ukaipata hekima na ukaondoka nayo. Lakini tunatarajia ile hekima iishi. Ndo fahari ya mtoa hekima. Wasichana, mama aliwahi kusema, pindisha nikiwa binti, anasema ukinikata hivi nimejaa wasichana. Mama aliwahi kusema ukizini nimezini. Mama aliwahi kusema hapa. Mama aliwahi kusema nikubeba mimba na mimi nimebeba mwanangu, nimebeba. Aliwahi kusema nilikuwepo. Haleluya. Kwa hiyo kuna namna unapoichukua hii hekima. Jamani, kuna vitu vinaitwa wasawa mama na binti. Mama anaongeaga mpaka anapitiliza mstari mpaka anatokea kule. Na anatuombea. Tunapotoka hapo, maisha yanakuwaje? Ni kweli tunarudisha ile hekima ambayo tumepokea kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Maana hapa tunajifunza kutoka kwa Malkia wa Sheba. Malkia wa Sheba baada ya kupewa hekima, tunaiona impact. Inawezekana ni kweli hauna manukato, inawezekana ni kweli hauna gold, lakini nataka nikwambie, furaha ya mzazi ni kukuona ukienenda katika kweli. Hiyo ndio furaha ya mzazi. Hata kama hauna hela, lakini mama akikuona umetulia katika uwepo wa Bwana, yeye kwake ni sherehe, ni sherehe. Haleluya msichana wa Mungu. Haleluya msichana. Jamani, malkia ndo crown zimewajaa kichwani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikutie moyo jioni ya leo. Umekuja hapa, haujaja kwa bahati mbaya. Haujaja kupoteza muda wala kukamilisha ratiba. Haleluya. Umekuja kuchukua hekima, ambayo hekima hiyo inakufanya wewe uishi. Tunataka kuyaona matunda ya hekima.
whether una kazi, hauna kazi, una hela, hauna hela, una mchumba, hauna mchumba, tunataka kuyaona matunda ya hekima. Sikiliza, aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Atadaiwa vingi. Sijui mbinguni itakuwaje, maana kuna watu tulikuwa hatujui. Lakini sheria inasema kutokujua sheria sio msamaha. Usiseme niliua nilikuwa sijui kama kuua kosa, wanakufunga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo hivyo kwamba inapofika mahali binti ukasikia unatakiwa uenende. Hiyo Wathesalonike hapo wa kwanza 4 inasema muenende. Kwa hiyo mwenendo wa msichana ni lazima utembee katika hekima. If I can connect hayo maneno mawili ya theme ya kongamano hili. Kabla sijaenda kumwelezea Esther, kabla sijamuelezea sijui binti Farao, kabla sijamuelezea sijui malkia wa wapi, kabla sijamuelezea, hili ndo neno lako. Hekima, msichana, hekima. Hekima ni kitu kipana. Hekima ni kitu kipana. Kuna hekima ya kuongea kama binti, kuna hekima ya mavazi kama binti, kuna hekima ya kula kama binti, kuna hekima ya kuingia na kutoka, kuna hekima ya ibada pia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamkataa kijana kwa hekima tu na bado mkabaki na amani. Unaweza ukaepusha shari kwa hekima tu na bado ukabaki na amani. Kwa sababu tutakujua una hekima. Let's say pametokea shida mbili. Amekusema maneno ni ya kweli ni ya uongo, na wewe ndio umesemwa. Nini kinafanyika? Tutamjua aliyekula hekima na asiyekula hekima. Tutamjua. Aliye na hekima asusi. Kwa sababu wewe ulivyokuja hapa, ukumfuata Lili, ukumfuata Sara, ukumfuata Edna, ukumfuata mtu. Umetolewa na mapepo yako, umekuja hapa wewe kumtafuta Mungu. Umekutana na maneno ya Edina. Kwani maneno ya Edina uliyokutana naye hapa ndio ya kutoe nje, ya kurudisha kwenye mapepo? Sasa pastor wananisema, wewe usisemwe nani? Niliwaambia mahali, tangu uko tumboni unasemwa. Mama yako yamkini aliwahi kuambiwa, huyu naye azai akapata mimba. Akapata mimba, tutaona. Ukazaliwa. Ulivyozaliwa mbona mtoto afanani na shangazi yake? Mbona sikio soka la babake? Unasemwa mtumishi, unasemwa. Mbona anazaa wa kike watupu? Kwa nini wa kiume hajazaa? Unasemwa ujue. Unaanza darasa la kwanza, ana akili, anafeli kama mama yake. Unasemwa. Umemaliza form 4, unasemwa, kapata 4, mama tulijua. Unasemwa. Umechelewa kuolewa, unasemwa, mbona haolewi? Mbona tulijua, haolewi. Unasemwa, haya sasa umeolewa. Kaolewa na miaka 40, tutaona. Unasemwa mpaka kwenye msalaba wa kaburi lako watu tunazungumza. Kwamba Laila marehemu acha tu apumzike kwa amani jamani, alikuwa na mdomo. Watu wanasema kwamba alivyokajifanya mtoto kumbe kazaliwa mwaka 89. Tunasema utamzuia mwanadamu kusema? Uwezi. Na kwambia umeolewa, watasema tutaona. Kwanza hakupendeza. Lile shela gani lile jamani? Jamani, uliona lile shela? Uliona ile bwana harusi ile suti? Uliona? Unasemwa. Haya, umeingia kwenye ndoa, mwanamke umeenea. Umekaa pale, mawifi wameinuka, wanaanza. Wifi gani? Ajui kile, ajui hiki. Mama mkwe kainuka, unasemwa. Umebeba mimba, tusubiri, sio akakaitu, ngoja tuone. Unasemwa. Haleluya. Umezaa mtoto anaye anaanza kusemwa. Hana akili kama mamake. Sasa utakimbia maneno wapi? Na nyumbani mwa Mungu ndio kuzuri. Mama mimi siku moja leo kuniambia, Edna, chuma unoa chuma. Yaani usitegemee kwamba utanolewa na kijiti. Wewe ni chuma na utanyolewa na chuma. Kama wewe ni mchungaji, jua mchungaji atakusema. Kama wewe ni binti, jua binti atakusema. Kama wewe ni kiongozi, jua kiongozi atakusema. Yani utasemwa tu. Na inapimwa sasa hekima. Kwa mimi leo niache kuwa katibu wa mama eti kwa sababu Pastor Mage kanisema. Sasa hawa mama huku inakuwaje?
Kwa hiyo kuna wakati mtu wa Mungu ukikaa ukaanza kutafakari unasema okay, kama hadi marehemu anasemwa. Unasikia jamani ile jeneza ndio milioni 5 lote lile. Linahusu nini? Marehemu anazikwa anasemwa. Ile jamani alivyokuwa anajidai mazishi gani yale? Hivi kwao umepaona? Ni amkai Uswahilini. Tuulizeni sisi tunakaa Uswahilini. Watu wanasemwa, mtu wa Mungu. Wanasemwa. Mimi kwanza yani kuna mahali nikuja nikafika. Tena nafikiri ni mwaka huu si mwaka jana mama ndo aniponya. Nikaja nikafika, nikaamua sasa kuna level abidi nitembee juu ya maneno yote. And listen, mama alipa hekima kubwa mno. Akaniambia Edina, kuna mambo yanasemwa uliyafanya 2018, 2015, 2010. Edina wa 2010, so Edina wa 2025, I beg. Give me a break my darling. Edina wa mwaka jana, so Edina huyu. Give me a time please girls. Kwa hiyo wewe ongea habari zangu hata kama ni za jana, ongea, lakini so Edina aliyesimama hapa. Nakwambia ukweli. Mradi hayanitoi ngozi. Maneno. Ngozi yenyewe nishai kuungua. Si mnajua nishai kuungua? Kwa hata ngozi nishai kutoka. Maumivu nayajua. Leba nimeenda maumivu nayajua. Kwa hiyo kuna maumivu gani ya neno ambalo ukilifuatilia kiundani sijafanya? Okay, huwa nawaambiaga wasichana, kiundani nimefanya. Kwa nini niumie? Kama nimefanya kwa nini niumie? Kama sijafanya kwa nini niumie? I have no reason to kuumia. Kwa sababu nimefanya au kwa sababu sijafanya. So wewe endelea kuongea, mimi na songa mbele. Shangilie Bwana kwa makofi. Na kuambia ukweli wasichana leo hii maneno mnajikuta sasa mahali mmekaa mpaka mnatengeneza uadui. Of course ni level ya usichana lakini sio wasichana wa hapa. Sio wasichana wa hapa. Tumepewa hekima watu wa Mungu, tumepewa hekima. Hekima ambayo itatupa sisi kwenda miles na kumsaidia huyo aliyekusema aweze kusimama mahali pake. Na kuambia na kurudia. Unafikiri nitakuacha na kurudia twende. Na unajua mtu anakusema mpaka sasa hivi ni fulani ndo kanisema. Mbona nilikuwa namuamini? Mbona nilikuwa nampenda? Mbona alikuwa mtu wangu? Anawezaje kunisema? Mama akaniambia Edna, chuma unoa chuma darling. Nikamwambia ni kweli. Sasa chuma sitakuacha twende maana nina agenda. Huko mbele za ukaninoa tena. Let's go. Unaweza ukaninoa. Na utaka ujue. Na kupenda vile vile. Na zawadi nakupa. Alafu na yenyewe kaseme kwamba kanipa zawadi. Kwa sababu hutarudi kule kwenda kusema. Itabidi ukae tu na mimi. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunapokuwa kwenye umalkia, kwenye taji ya umalkia, maneno ni kitu kidogo sana. Ni kitu kidogo sana, mshangilie Yesu. Wewe fikiria yule Elizabeth pale anasema, Malkia Elizabeth pale anasemwa. Ataacha kuwa malkia, anasisi kuwa malkia akisemwa? Inaondoa umalkia. Esther huyo hapo, tutajifunza vizuri nikipata nafasi nyingine. Sitaki hata kwenda huko maana sitamaliza, muda wangu umeisha. Esther huyo hapo. Unajua Esther aliolewa kwa sababu ya maneno ya watu waliomkataa Vashti. Ukisoma vizuri kwenye sura ya 2 ya Esther, Biblia inasema hivi, Ahasuero mfalme akamkumbuka Vashti. Alimkumbuka my dear. Si mke wake. Unafikiri alimwacha mwenyewe? Aliambiwa na kina Memukamu sijui pale. Akamwambia mfalme, toa huyu mke kwa sababu wake zetu watakuwa kama wewe. Mfalme huyu mke toa huyu mke. Ilikuwa ni mashauri ya watu. Vashti akatoka. Esther akaingia. Kwa nafikiri Esther alikaa. Sio Biblia yako vizuri. Siku 30 mfalme hataki kumuona na ni mke wake. Weke eti unaweza kukaa siku 30 hujamwona Yohana. Si utaumwa. Hapo wenyewe unamuwaza. Sasa Esther siku 30 anatafuta chocho la kwenda kumuona mfalme, anatafuta hekima jamani, mke. Sasa niambie, angekuwa kwenye crown tu ya kinyonge, could she make it? Angeweza? Unajua unaposikia neno malkia, wewe unafikiri kwamba ni kuvaa crown na kukunja nne na kuangalia. Si mlimuona yule Miss siku ile wakati anaapishwa nani?
Au hamkumuona Miss? Kakaa Miss pale kaweka 4 kabisa. Yaani hadi kwenye hadhara ya kitaifa kaweka, yani hajasahau. Na crown kavaa. Na kaweka 4 kabisa nshwa. Hajali kwa mbele anaongea nani? Sijui mkuu wa majeshi. Mimi ni malkia. Don't touch me. So, haiko vile. Nimekuambia kati naanza kusema, unapoitwa jina, una wajibu. Unapoitwa malkia, una wajibu wa kufanya. Umalkia sio ile chuma tu kichwani mwanangu, sio ile chuma tu kichwani binti yangu. Kuna kitu kitakachoendelea na maisha yako ili umalkia uthibitike. Tunamwimba pa Esther, lakini nakwambia kasome vizuri. Nitakufundisha nikiendelea kusimama hapa juu. Nitakuelezea kwamba Esther tunamuita malkia, tunampigia makofi and tunamuona kama modo, lakini kuna mahali alipita. Hakula bata Esther. Hatakiwi siku 30 na hapo kabla na ndani na kukataliwa huko aliingia kufunga 3 kavu. Ilibidi aweke bebi pembeni, aangalie taifa la Wayahudi. Akasema kama kuangamia na niangamie. Unaweza kufika hiyo level? Unaweza kufika hiyo level binti? Kwamba mimi kama huyo aliyetajwa na Bwana kunioa hajaja, kama kuangamia na niangamie. Niko nyumbani mwa Bwana mpaka atokee. Na miaka 38 is okay. Hata 45 ije. Kama kuangamia na niangamie, nitakaa mpaka atokee. Wewe kuweza? Miaka 26 tu umeshaanza kupaparika. Ajaye na aje sasa. Bwana nipe tu kinachopumua. Bwana nipe tu. Unakuja baba kwa mama unamienga tu aonekane mwema. Hamna mama anasali kanisa lao na wenyewe wanaabudu. Nao wana Bible study mama, wanaabudu. Ili mradi tu uingie mtumishi. Haya. Asikiae na afahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hekima ni kitu cha msingi sana. Ni sifa muhimu mno. Na nimekuambia hekima ni neno la Mungu mwenyewe katika utendaji wa maisha ya binti malkia. Kwa sababu Biblia yako humu ndani kuna kila kitu. Kila unachokitaka kiko humu. Kuna maneno utasoma humu, kuna siku itakuja mwaka 2029 huko, utaanza kusema, kumbe na hiki Mungu aliniambia. Biblia hata hapo Sonege inasema, wewe soma tu, soma. Usitafute kuelewa kwa sasa, ipo siku litarudi. Sababu Biblia inasema, neno langu halitanirudia bure, liko pale kuyatimiliza makusudi. Anasema kama mvua ishukavyo, haiwezi kurudi. Likitua kwenye moyo, limetua. Haleluya binti malkia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka nikutie moyo jioni ya leo. Tumeanza katika utaratibu mzuri. Na usijaribu kukosa, kwa sababu majira haya Mungu amekuvika crown. Nimekwambia hii ni nafasi ya juu. Yaani wewe ni mmiliki na mtawala. Unataka kumiliki nini? Unataka kutawala nini? Kwa Mungu ameshaachilia umiliki na utawala. Ni wewe tu mkao wako wa kuchukua na kuviishi. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Shangilie Bwana kwa makofi mengi. Nyosha mikono yako juu. Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Asante kwa jioni ya leo. Asante kwa kunifundisha kwamba mimi ni malkia. Na thamani yangu ni zaidi ya silver, ni zaidi ya dhahabu. Asante kwa kunipa uthamani katika ubinti wangu. Roho Mtakatifu, asante kwa hekima yako inayojaa ndani yangu, ambayo kila siku namuona Roho Mtakatifu akinifundisha na kunielekeza. Baba, kuanzia leo, ndani ya hizi siku 3, nalitarajia badiliko langu. Mimi sio wa kawaida. Mimi ni binti malkia. Maisha yangu na yajue. Anga na lijue. Upepo na ujue. Mahusiano na yajue.
biashara na ijue, kazi na zijue kwamba mimi nimetangazwa kuwa malkia na miliki na tawala katika hekima zote, katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi ya sifa. Shangilie Bwana.